Fizi News 24. Fizi News 24. Média d'information en temps réel. Média d'information en temps réel. Fizi News 24. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Na mpenzi mtazamaji wa Kivu Leo 24, kwa mara nyingine mjambo na karibu kwa matangazo ya Novemba 11, 2025. Tunakutangazia toka mashariki mwa DRC, Sauti Kivu. Natasha Mingo Andrea ni msomaji wa siku. Tuangazie dira zetu na habari za kilimo. Mkutano wa 6 kuhusu sera ya ardhi barani Afrika imekuwa ikifanyika tangu Jumatatu Novemba 10 mwaka tulimo mjini Addis Ababa, Ethiopia. Hii ni fursa kwa Bi Solange Kwinja, kiongozi wa ushirika wa kilimo cha kahawa Heshima, mwakilishi wa jukwaa la wanawake wadogo wa Kilimanjaro, kutetea upatikanaji wa ardhi kwa wanawake na vijana. Imeandaliwa na muungano wa pande tatu unaojumuisha Tume ya Umoja wa Afrika, Benki ya Maendeleo ya Afrika na Tume ya Kiuchumi ya Afrika. Mkutano huu unalenga kutoa jukwaa la kuimarisha uwezo wa Afrika katika sera ya ardhi, kukuza mazungumzo na mitandao. Hii inakamilishwa na utekelezaji wa sera zinazotegemea ushahidi kwa mujibu wa ajenda ya mwaka wa 2063 na ajenda ya mwaka wa 2013 ya maendeleo endelevu. Akiwakilisha mada katika mkutano huo, Bi Solange Kwinja, msichana wa Kongo anajishughulisha na kilimo cha kahawa Kivu Kusini, alisema kuwa mkutano huu umekuja wakati mwafaka na unaendana na juhudi zake mbalimbali za utetezi katika Kivu ya Kusini ili kukuza upatikanaji wa ardhi kwa wanawake na vijana. Kwa Bi Solange Kwinja, upatikanaji wa wanawake na vijana ni njia mwafaka ya kukuza kilimo barani Afrika. Ikumbukwe kwamba mkutano huu unahudhuriwa na wajumbe kutoka nchi za Afrika na diaspora kwa msaada wa washirika kadhaa wanaofanya kazi ya kukuza kilimo. Usalama. Sehemu ya uondoaji silaha, uondoaji, ujumuishaji na uimarishaji DDRS ya MONUSCO imetoka kuwarejesha nyumbani wakimbizi 49 wa Rwanda, wakiwemo wapiganaji 7 wa zamani wa kikosi cha kidemokrasia cha ukombozi wa Rwanda FDLR. Operesheni hii ilifanyika Jumatatu Novemba 10 mwaka tulimo katika jiji la Goma. Kwa mujibu wa Radio Kapi, raia 49 wa Rwanda, wakiwemo wapiganaji 7 wa zamani wa demokrasia ya ukombozi ya FDLR na wategemezi wao 42 wamerejeshwa kwa hiari katika nchi yao ya asili na kitengo cha kupunguza silaha, uhamiaji, ujumuishaji na uimarishaji DDRS cha MONUSCO. Aliongeza kuwa wapiganaji hao wa zamani walijisalimisha kwa MONUSCO kwa kuitikia wito wa ujumbe huo kwa makundi ya kigeni yenye silaha kuondoka msituni, kuweka silaha chini na kurejesha katika nchi zao salama. Chanzo chetu cha habari pia kinaongeza kuwa baada ya siku 3 katika kituo hicho cha kupita, walivuka mpaka kwenye kizuizi kikubwa kati ya Goma na Gisenyi, ambapo walipokelewa na mamlaka ya Rwanda kwa ajili ya kuunganishwa tena. Kutengwa kwa FDLR ni mojawapo ya masuala nyeti katika mahusiano kati ya DRC na Rwanda. Ni miongoni mwa vipekee vya makubaliano ya amani yaliyotiwa saini Juni 27 mjini Washington kati ya nchi hizi mbili. Kwa ufupi, tangu Januari 2025, MONUSCO tayari imewezesha kurejesha nyumbani wanachama 149 wa zamani wa FDLR, wakiwemo wapiganaji 51 wa zamani na watu 97 wa familia zao. Mchakato huu ni sehemu ya juhudi za kuleta utulivu mashariki mwa DRC, ambapo kuwepo kwa makundi ya kigeni yenye silaha bado ni chanzo cha mvutano. Habari za kijamii. Boti iliyokuwa ikisafiri kutokea Kibuye ilipinduka usiku wa Jumatatu Novemba 10 hadi Jumanne Novemba 11
Mwakatulimo karibu na mahali panapojulikana kama Mulungu karibu na kitongoji cha Katonda. Kwa mujibu wa chanzo cha habari, katika tukio hilo, boti hiyo ilikuwa ikitokea soko la Kibuye nchini Rwanda ikiwa imebeba mifuko ya saruji ya masimaa, mabati na misumari. Vyanzo vya habari kwenye eneo la tukio vilivyowasiliana na jarida la Bukavu Le Courrier vilisema kwamba mmiliki alipoteza mifuko 40 ya saruji, misumari na mabati. Wafanyakazi wote waliokolewa kama vile alisema. Chanzo hicho kilidokeza kuwa kupinduka huko kulisababishwa na mwamba uliozama ziwani na kuvunja mashua hiyo vipande viwili. Kulingana na mashuhuda wa tukio hilo, ajali hiyo ilisababishwa na mwamba usio na alama chini ya maji ambao mashua hiyo iligonga kwa nguvu na kuvunjika vipande viwili. Hatari ya aina hiyo ambayo ni ya kawaida kwenye ziwa Kivu mara kwa mara inahatarisha maisha ya waendeshaji mashua na wafanyabiashara maeneo haya hatari ambayo yanajulikana kwa wavuvi na watumiaji wa eneo hilo. Hata hivyo, hayajawekwa alama au kuonyeshwa na mamlaka ya baharini na kuacha boti katika huruma ya ajali hiyo. Ikikabiliwa na hali hii, ni muhimu kwa mamlaka ya ziwa kuchukua hatua madhubuti, ikijumuisha kuchora dhamana ya maeneo hatari, kuweka alama zinazoonekana na kutekeleza kampeni za uhamasishaji wa usalama wa baharini. Urambazaji kwenye ziwa Kivu muhimu kwa biashara ya ndani hauwezi kuendelea kufanywa kwa uboreshaji na kutojua hatari. Kuzuia majanga zaidi kunahitaji kujitolea kwa nguvu kwa usalama endelevu wa wasafiri wa ziwa. Halitimisha jarida la Le Courrier mjini Bukavu. Elimu. Shirika la NDC jimboni Kivu ya Kusini linashutumu tabia ya baadhi ya wakuu wa shule wanaodai kupandisha kiwango cha ubadilishaji fedha wanapokusanya karo za shule katika shule zao mnamo jiji la Bukavu. Shirika hili la kiraia lilieleza hayo kwa kuonesha wasiwasi wake katika taarifa iliyotolewa kwa umma na kusomwa na waandishi wa habari mnamo Novemba 11, 2025. Katika taarifa hii, shirika hili linajulisha kuwa shule kadhaa kiwango cha ubadilishaji kinachotumika kwa dola moja kinatofautiana kati ya faranga za Kongo 2,800 na 3,000 za Kongo, wakati kiwango rasmi kilichowekwa na Benki Kuu ya Kongo hakizidi faranga za Kongo 2,500. Wilfred Abamungu, naibu msemaji wa shirika hili, anaelezea tabia hii kuwa haikubali na inaongeza kuwa inazuia uendeshaji mzuri wa shughuli za shule, wakati ambapo idadi ya watu inakabiliwa na kuongezeka kwa matatizo ya kifedha. Mwisho anatoa wito kwa mamlaka kukomesha tabia hii na kuweza kutoa malipizi kwa wale viongozi wa shule wanaokuwa na tabia hiyo. Tunalaani kwa nguvu tabia mbaya ya wakuu wa shule ambao wanajiruhusu kuongeza kiwango cha kubadilisha fedha wakati wa ukusanyi wa fedha za shule katika shule nyingi za hapa mjini Bukavu. Kwa kweli katika shule nyingi kiwango kinachotumika ni kati ya 2,800 francs na 3,000 francs, wakati kiwango rasmi cha benki hakipiti 2,500 francs Kongole. Ndio maana tunaziita mamlaka husika kuweka mwisho wa machafuko haya kwa kuhakikisha kwamba kiwango kilichowekwa na benki kinafuatwa kwa ukamilifu. Ni muhimu kuzuia unyanyasi huu ili kulinda haki za familia na kuhakikisha upatikanaji sawa wa elimu. Tunasisitiza hatua za haraka ili shule zisifanye tena machafuko haya. Yote haya huku ikihakikisha uzingatiaji madhubuti wa kiwango kilichowekwa na benki. Kwa ufupi, NDC inadai hatua za haraka kutoka kwa mamlaka ili shule ziweze kuzingatia kiwango cha sasa na kuhakikisha upatikanaji sawa wa elimu
kwa kila mtoto. Halmashauri ya jiji la Bukavu imepiga marufuku magari yote ya pikipiki kwenye barabara kuu ili kurejesha utulivu wa umma. Meya chini ya muungano wa AFC M23 alitangaza haya katika mahojiano na waandishi wa habari wa ndani mnamo Jumatatu Novemba 10 mwaka tulimo. Kulingana na Ladislas Muganza wa Kandwa, waendeshaji pikipiki sasa wanatakiwa kuzingatia hatua hii chini ya adhabu ya kupelekwa Kadeko, tume ya kitaifa ya kupambana na ufisadi, kulipa faini. Alisema uamuzi huu unalenga kupunguza ujambazi na kuimarisha usalama barabarani jijini. Mamlaka ya jiji pia inasisitiza juu ya uvaaji wa lazima wa fulana za utambulisho wa wafanyabiashara wa mitaa na waendeshaji pikipiki pamoja na kuanzishwa kwa vipimo vya kupumua ili kugundua madereva walevi. Alizungumza haya katika mahojiano. Ni hayo tu tumekuandalia kwa siku ya leo, mtazamaji wa ratiba zetu toka Kivu 24. Asante kuwa nasi mwanzo tamati. Ni hapo ndipo tunamalizia matangazo ya Novemba 11. Tukutane wakati mwingine. Kwaherini. Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.